Kanisa la Jeshi la Wokovu linalomiliki shule ya msingi Matumaini inayohudumia watoto wenye ulemavu limeandaa harambee kubwa kwa ajili ya kuchangia fedha ambazo zitasaidia katika ujenzi wa bweni la wasichana. Akizungumza na waandishi wa habari, kiongozi mkuu wa Kanisa la Jeshi la Wokovu Tanzania, Askofu Samuel Mkami, amewaomba wadau mbalimbali kujitokeza katika harambee hiyo ili kujitoa kwa ajili ya kusaidia watoto wenye ulemavu. Kanisa la Jeshi la Wokovu ni kanisa la Kikristo la Kiinjili ambalo lina huduma aina mbili. Huduma ya kwanza ni habari za kuhubiri Injili ya Yesu Kristo, na huduma ya pili ni kuwahudumia au kuwafikia wanadamu na kutoa huduma mbalimbali, huduma za kimwili, kiakili na huduma ambazo zinamfikia mlengwa moja kwa moja, hasa wakati wa mahitaji na shida maalum zinapokuwa zikitokea katika jamii. Basi Kanisa la Jeshi la Wokovu linatoa huduma hizo mahali hapo. Shule yetu hii ya Matumaini ambayo ndiyo hasa tunayozungumzia kwa sasa ilianzishwa mwaka 1967. Ni shule kongwe katika nchi yetu ambayo inahudumia watoto wenye ulemavu. Aina ya watoto tulionao, wengi wao wanatoka katika familia maskini sana, kwa hivyo wanahitaji usaidizi. Na tukisoma katika maandiko ambayo sisi tunahubiri katika Wakorintho wa pili sura ya 9 kifungu cha 7, tunakumbushwa kwamba Mungu humpenda yeye atoaye kwa moyo wa ukunjufu, si kwa lazima, isipokuwa kila mtu anachokipanda ndicho atakachovuna. Hivyo natoa wito kwa jamii ya Kitanzania, mashirika mbalimbali, wafanya biashara na watu wenye mapenzi mema, kama vile ambavyo tunaweza kuchangia vitu mbalimbali, matukio ya harusi, matukio ya michezo, ni kwa nini pia tusiungane pamoja na kutoa kwa hali na mali vitu tulivyo navyo, sehemu kidogo tu, ili tuungane pamoja na tuweze kuwasaidia watoto hawa. Kumsaidia mtoto wa namna hii mwenye ulemavu, mimi ninaona kabisa kwamba tunamgusa Mungu, tunagusa moyo wa Mungu. Niombe Watanzania wenzangu tuguse moyo wa Mungu kwa kuwawezesha watoto hawa wapate elimu. Wakipata elimu leo, kesho hawatarudi mtaani kwenda kuombaomba, bali watajiendeleza na watakuwa viongozi siku zijazo. Mimi ni muumini wa kuamini kwamba kila mtu ana kipawa alichopewa na Mungu. Watu wana vipaji mbalimbali, watoto hawa wana vipaji mbalimbali. Kuna waimbaji, kuna wachezaji, na pia kuna viongozi ambao watakuwa viongozi siku za usoni. Tukiwawezesha leo, tunaliwezesha taifa letu siku za usoni wafanye vizuri zaidi na wawe na uwezo wa kujiendesha katika maisha yao. Kwa hivyo nitoe wito wa watu mbalimbali wenye mapenzi mema, tuungane pamoja tarehe 24 ili tuone namna tunavyoweza kuwasaidia watoto hawa, hasa katika siku hii ya matumaini. Naye mwalimu mkuu wa shule ya msingi Jeshi la Wokovu, Mary Rafael Mika, amesema licha ya wanafunzi kufanya vizuri kitaaluma, shule hiyo inakabiliwa na uhaba wa mabweni, hali ambayo inawazuia kuchukua idadi kubwa ya watoto wenye mahitaji maalum. Shule yetu ni shule ambayo inapokea wanafunzi wa mikoa yote ya Tanzania. Yaani hakuna mtoto anayekosekana katika mikoa yote. Tunakusanya watoto kutoka mikoa yote ya Tanzania, lakini ni shule ambayo pia kitaaluma inafanya vizuri sana. Pamoja na kwamba watoto ni walemavu wa viungo, lakini wanafanya vizuri. Mfano, mwaka jana mtihani wa taifa darasa la 4 tumeweza kushika nafasi ya pili kiwilaya darasa la 4, na mwaka juzi darasa la 7 tulishika nafasi ya 8 kiwilaya. Kwa hiyo ni watoto pamoja na kwamba wana ulemavu, wanaandikia mikono, wanaandikia ulimi, wanaandikia miguu, lakini Mungu amewapa talanta ya akili ya kupambana na wale wenzetu ambao hawana ulemavu. Sasa wito wangu kwa jamii, tunategemea kujenga bweni la wasichana,
na pia tunategemea kununua basi la shule la watoto. Tunao wahitaji wengi wanaopenda kujiunga na shule hii. Kwa mfano, sisi kwa darasa la kwanza tunapokea watoto kati ya watoto 25 mpaka 30 tu. Lakini watoto tunaopokea maombi yao hapa ni kati ya watoto 130 mpaka 150. Sasa tunapata mashaka kwamba tunapopokea watoto 30, hawa 100 wanakwenda wapi? Tunajaribu kufuatilia na kuwapokea hata wale ambao tunaona umri umewapita, lakini tunawapokea. Kwa hiyo tunaomba serikali, wale watu wakubwa ambao wako huko, jamii, wafanyabiashara wakubwa, waikumbuke hii shule. Tusikae kama tuko chini ya mwamvuli. Kwa majina naitwa Captain Joseph Richard Mtete, mkurugenzi wa shule ya msingi Jeshi Wokovu, shule inayohudumia watoto wenye ulemavu wa viungo pia na wale wa ngozi. Na mimi wengine wenzangu wameshatangulia kuzungumza. Tuko na event ambayo tumeipa jina Matumaini Day. Lengo lake ni kukusanya fedha kwa ajili ya kusaidia shule, lakini pia iweze kutuwezesha hata kuwa na vocation, kwa sababu watoto tunapokaa nao tunakaa nao ndani ya miaka 7. Baada ya miaka 7 watoto hawa huwa wanaondoka. Wapi wanaondoka hatujui. Wale wanaenda sekondari wanaenda, na wale wanaobaki hatufahamu. Lakini tunatamani kuwa na mwendelezo kwa pale watoto wanapokuwa wamebaki wengine, basi wawe na sehemu nyingine ya kwenda, iwe ni kujifunza cherehani, kujifunza labda kompyuta ambayo itaweza kuwasaidia.